Huyo ni Sheikh Ibrahim Kiabanja. Bila shaka mnaona namna gani anawasilisha, na ametoka kusema hapo yeye ni mwalimu bila shaka, au sio au anamiliki sehemu ambayo anakutana na wanafunzi ama vijana kwa sababu ya malezi. Nilichokigundua katika mada 6 ambazo mpaka sasa tunakwenda kuzihitimisha, mada 4 zimetaja neno jamii. Jamii. Mada ya kwanza ilikuwa ni kutoka Tanzania, mwongozo wa Uislamu katika kutatua changamoto za jamii. Ikafata mada ya pili kutoka Rwanda, umuhimu wa tauhidi na madhara ya shiriki. Tukaja kusikiliza vyombo vya habari na kueneza amani, nafasi ya jamii ya Kiislamu katika kuyahudumia makundi maalum, umuhimu wa mshikamano katika jamii, mada iliyopita, na mada inayokuja pia limetajwa neno jamii. Kaka yetu kipenzi Sheikh Ali Bahero kutoka nchini Kenya naye yuko hapa. Nani anatamani kumsikia usiku wa leo? Mikono juu. Al-akh Sheikh Ali Bahero kutoka Kenya, fali tafadhali mashkuran. Mada wajibu wa jamii katika kulinda amani, na yeye tumpe nafasi ya masikio yetu na macho yetu, na ndiyo mada yetu ya mwisho katika siku hii ya leo. Baada ya kimaliza tu, naomba msiondoke kwa sababu ya kupeana matangazo muhimu kwa siku inayofuata. Tafadhali karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashhadu an la ilaha illa Allah waliyus salihin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul khalqi ajma'in. Amma ba'd. Kwanza nimefarijika kwa kuwa nimewekwa wa mwisho. Faraja niliyoipata ni kwa kuwa ni mtu wa mwisho, tembea utakavyo. Kwa hivyo ni mtu wa mwisho, na waomba niacheni paka mpatakaposimama mimi mwenyewe. Jazakumullah khair. Faraja ya pili, Sheikh Ibrahim alipokuwa akizungumza Kiganda, sijui nimeelewa, lakini kuna ibara moja kama nimeifahamu. Sasa kama sikuifahamu mtanicheka, shauri. Nimefahamu akisema kwenye dakika za Sheikh Bahero nimekula dakika karibu 7. Kwa hivyo kidhia hizo mimi na wewe hatuna ugomvi. Furaha nyingine ni kwa kuwa hizi mada zote zilizopangwa zimepangwa kiufundi na mafundi. Kwa nini? Kwa sababu hizi mada zapeana mikono kweli kweli, zina taradufi kweli kweli. Ndipo nikasema zimepangwa kiufundi na zimepangwa na mafundi. Tayeb. Furaha nyingine niliyoipata ni kwa kuwa tutailimika. Moja katika natija na matunda tutakayopata, tutafurahi kwa viswahili tofauti tofauti za nchi tofauti tofauti. Au vipi hapo? Hiyo pia ni neema katika neema za Mungu. Uanzilishi kama huo, niingie kwenye mada moja kwa moja. Mada ni daurul mujtama'i fil hifadhi ala salam. Pengine hii ibara ya mada yangu kwanza ni tafsiri kwa namna 3. Kwa nini? Kwenye namna moja kati ya namna 3 hizo, pengine litakurubisha fahamu, kila mmoja afahamu moja kati ya 3. Daurul mujtama'i fil hifadhi ala salam. Nasema hivi nikiweko mbele ya fuhulul ilmi wa husunul mujtama', kwa maana lau nitateleza nitasahihishwa. Kwa hivyo nitakuwa bado naendelea kusoma kama mwanafunzi. Nitasema dauri ya jamii katika kuhifadhi, kulinda amani. Moja, ama nafasi ya jamii katika kuhifadhi
ama kulinda amani, ama wajibu wa jamii katika kuhifadhi na kulinda amani. Moja kati ya hayo, dauri ukiishika umeielewa, nafasi ya jamii ama wajibu wa jamii, yote iingie kwenye daurul mujtamai fil hifadhi ala salam. Tayyib, sasa katika hii ibara pana dauru tunajua ya kuwa ni zile njia ambazo mujtama tutakaojua itatumia njia hizo katika kufikia kwenye usalama na amani. Kwa hivyo hilo la dauru liache. Almujtama ambao ndio unaohusika kuhifadhi hiyo amani. Mujtamai ni kitu gani wenye jukumu hili? Kisha alhifadhu, huku kuhifadhi kitu ni kufanya nini? Wafanya vipi mpaka uambiwe kuwa umehifadhi jambo kama hiyo amani? Ufanyeje uambiwe hivi ulivyofanya umehifadhi na kuilinda amani? Vipi kweli? Kisha assalamu, hiyo amani yenyewe ni nini? Ndio nikasema nitarudia tena, ufundi wa mpango wa mafundi waliopanga. Mujtama, mustalahi yake kwanza, kwa sababu ndio husika. Hili ni temko ambalo mushtaqun min alfi'li ijtama, limepasuka kwenye fi'li ya ijtama, wa hiya aksu kalimati tafarraqa, ni kinyume na kilma cha tafarraqa. Ukisema ijtamaa, wamejikusanya, kinyume chake ni tafarraqa, wametengana. Tayib, kama ambavyo kilma hiki cha mujtama ni mushtaqatun ala wazni mufta'al. Mujtama'in au mujtama'un ni kwa wazni wa mufta'alun, wa ta'ni makana al-ijtima'i au mawdhi'a al-ijtima'. Kwa hivyo itakuwa inamaanisha pahala pa mkusanyiko ama sehemu ya mkusanyiko. Sasa angalia hapa tulipo, tuko pahala pa mkusanyiko. Kwa hivyo huu ni mujtama. Intabi, tuko mawdhi'a al-ijtima', sehemu ya mkusanyiko. Kwa hivyo hapa tulipo sisi ni mujtama. Intabi, wal ma'na al-istilahi alladhi yuqsadu bihadhihi al-kalima, maana istilahi inaokusudiwa kilma hiki cha mujtama, maana yake kiistilahi, maana yake kisheria, huwa jama'atun minan nasi, ni jamaa ya watu. Kwa hivyo hapa sisi tuko jamaa, kwa kuwa ni jamaa ya watu tofauti tofauti, huu ni mujtama. Tayib, tuache hapo. Alhifadhu ndiyo mada niliyopewa. Kwa hivyo kwenye mada yangu kuna alhifadhu, huko kuhifadhi ni nini maana yake? Intabih, adhabu anil maharim. Adhabu anil maharim, addafu ni mtu kujitetea na haramu. Mathalan, ukijitetea na haramu, kujitenga nayo usiyafanye, huwa umejihifadhi. Almanu inda alhurub, kujizuia vitani. Mathalan, ujizuie kwenye vita, kwenye mambo fulani, huwa umejihifadhi na hayo mambo. Wakatuambia alhifadhu alwafa'u biluhudi, ni kutekeleza ahadi. Naam, angalia, ukitekeleza ahadi umejihifadhi na dhima, una dhima tena, kwa sababu ahadi umeitekeleza. Ukiacha kuitekeleza ahadi, bila shaka kitakachosimama ni kitu kinachoitwa khiana, kwa kule kuvunda ahadi.
Sasa utekelezaji wa ahadi ni kuihifadhi kwa kule kutekeleza kwako. Tayib, 2. La 3, assalamu. Assalamu ni amani. Amani nini? Al-amanu. Assalamu al-amanu. Al-amanu. Assalamu ni amani. Wassalamu as-sulhu. Salamu ni sulhu. As-sulhu ni kutengeza. Mfahamu? Kutengeza ni sulhu. As-sulhu ni kupatanisha, ni temko lililokusanya mambo hayo. Kwa hivyo assalamu as-sulhu, kama yuqsadu bisalami, kama inavyokusudiwa temko hili la assalamu, aidan assalamatu walbaraatu min aluyubi, kuwa salama kwa maana kuhifadhika na kuchakasika na aibu na kutwaharika na aibu na kuwa mbali na aibu. Maana ukiwa mbali na mambo ya aibu umehifadhika, kwa hivyo ni alhifadh. Tayib, ma huwa almaana alhaqiqi lissalam, maana ya uhakika wa temko la assalam ambao ni amani, maana ya uhakika ni nini? Subhanallah, ulama wametukua ibara iliyowafikiana na shiari ya kongamano lenyewe. Angalia, tulipolitazama changazo ni kongamano linalohimiza amani, imani, mshikamano. Ama nimekosea? Sahih? Tayib, almaana alhaqiqi lisalam, sikia hapa nasema al-amanu wal-istiqraru wal-insijamu, nafsu shay. Al-amanu, amani, wal-istiqraru, na kutulia. Huwezi kupata utulivu ikiwa hakuna kinachoitwa amani. Wal-insijamu, na kushikana. Imebeba shiar ya kongamano lenyewe. Tayib, thumma assalamu, kisha hii assalamu ismun min asma'illahi alhusna, ni jina katika majina mazuri ya Mwenyezi Mungu. Sasa Mwenyezi Mungu ni assalamu, na dalili ni nyingi na kila mmoja ajua Mwenyezi Mungu ni assalamu. Wa yumathilu sifatan min sifatihi subhanahu wa ta'ala, na hili jina la assalamu ambalo ni Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala linaleta sifa katika sifa zake aliyetakasika, aliyewajua sifa za Mwenyezi Mungu. Tahillu biha sakina, ambao temko hili sifa zake huteremsha utulivu ala jamii makhluqatihi, kwa viumbe vyake vyote. Fassalamu, sikia ulama chambia, fassalamu, temko hili la assalamu ambao ni sifa katika sifa za Mwenyezi Mungu, ni jina katika majina yake Mwenyezi Mungu. Kaminun fi kulli buq'atin min buqa'il kaun, limefichika katika kila sehemu ya ardhi, katika sehemu zote za ardhi. Hili temko la amani limefichika. Intabi, wal kaunu, na ulimwengu, yasiru wifqan li nidhamin thabitin, watembea kuwafikiana na nidhamu iliyothubutu. Muhkamin, nidhamu iliyomadhubuti. La ya'tarihi khalalun, ambao haipatikani na ila yoyote wala na mpasuko yoyote. Kwa hivyo temko la amani limefichika katika kila sehemu ya dunia. Intabih, limal maswaibu walimal kawarithu, kwa nini matatizo na kwa nini misiba na kwa nini shida? Baina alhini walhin, kati ya wakati na wakati. Mbona matatizo, shida, misiba? Aljawab, wa innama ta'ti alkawarithu baina alhini walhin,
matatizo, taabu, shida huja kati ya wakati na wakati mwingine, lihikmatin maksudatin, kwa hekima kusudiwa, kwa hekima iliyokusudiwa, litudhakirana bine'mati salam, ili tukumbushe sisi neema ya amani. Huwezi kukumbuka neema ya amani mpaka kutokee matatizo ya kuondoka amani. Yakitokea matatizo ya kuondoka amani, ndio utaijua neema ya amani. Toib, litudhakirana, ili tukumbushe sisi, bine'mati salami daimi, neema ya amani yenye kuendelea, yenye kudumu, alladhi naishu fihi, ambao tunaishi humo, walikainalja ila himahu, na ili tutegemee ngome yake hiyo amani, liyakufana, ili tuzuie sisi na matatizo. Tayib, hadha huwa ma'nan mujazin li'inwani alladhi nahnu bisadadihi. Hii ndiyo maana mafupi sana niliyoeleza kwa inwani ambao sisi tuko kwenye kusafiri nayo. Tayib, sasa basi, ikiwa mambo ni hivyo, fa idha kana almujtama'u, ikiwa mujtama huwa ibaratun an majmu'atin minan nas, ikiwa mujtama ni ibara ya mkusanyiko wa watu, intabi, mkusanyiko huu uanze wapi? Ili hapo paanze kutafutwa mbinu na ramani ya kuleta amani. Mkusanyiko uanze wapi? Fal usratu mujtama'un saghir, family ni mujtamai mdogo, familia ni mujtamai mdogo. Wa in shi'ta, na ukitaka, faqul hiya mujtama'un khas, familia ni mujtama khas. Kwa hivyo tuanze hapo na familia. Wa hiya labinatun min labinatil mujtama, ni jiwe, ni ngome katika ngome za mujtama. Wa hiya almuassasatul ula lilmujtama, ndio msingi wa kwanza wa mujtama, ndio msingi wa kwanza wa mkusanyiko. Tumeona al-usra, mujtama ianze hapo. Twende sasa. Mujtama itapatikana kwa namna hizi ninavyofahamu na nilivyonukuu kwa wasomi waliotuzidi. Fahunaka mujtama'un hasba al-qara, pana mujtama kulingamana na sehemu. Sisi kwetu sehemu huichamcha, kama hii sehemu muna jina lake munaita. Kwa hivyo kuna mujtama hasba al-qara moja, kuna mujtama'un hasba al-balad, mji ni mujtama. Kuna mujtama'un hasba al-watan, kuna mujtama kulingamana na nchi. Bali kuna mujtama'un hasba al-kauni, kuna mujtama kulingamana na ulimwengu. Na pima la mwisho ni mujtama'un hasba al-kauni, mujtama kulingamana na ulimwengu. Na mujtamai wa dunia mzima uanzilishi wake ni mujtama'un saghirun, ambao ni mujtama'ul usra, mujtama ulioanza kwa familia. Thumma hunaka mujtama'un lilyahudi, intabi, kuna mujtama wa kiyahudi. Wa mujtama'un linnasara, kuna mujtama wa nasara. Wa mujtama'atun ukhra mukhtalifatun fil alami kulli, kuna na mujtama nyingi tofauti tofauti katika ulimwengu wote. Kwa hivyo tuone jawabu yake. Ikiwa jamii zote hizi tulizozitaja zatakiwa ziwe na dauri katika kuhifadhi na kulinda amani, usalama, ziwe na nafasi ya kuhifadhi na kulinda amani, usalama, hivyo hivyo ziwe na uwajibikaji wa kuhifadhi na kulinda amani, ni hilo hilo la usalama. Basi mujtamai mmoja takatutie maanani sana kulingamana na nilivyoelewa kwenye bahthi hii niliyoifanya,
wal ilmu inda Allahi tabaraka wa taala, na kusahihishwa ni nao unyenyekevu huo. Kwa hivyo kwenye yote hayo na kwenye mujtamaati zote hizo tulizozitaja, falyakunil mujtama'ul islami biimanihi billahi raidan lijamii hadhihi almujtamaat, waliyabqa almujtama'ul islami mujtama'an insaniya waliyadhilla mujtama'an islami insaniyan yaqudu hadhihi almujtamaati kullaha. Kwa hivyo mujtamai wa Kiislamu kwa imani yake ya kumwamini Mwenyezi Mungu ni uwe ni kiongozi wa mujtamai zote tulizozitaja, na ubaki mujtamai wa Kiislamu ni mujtamai wa kibinadamu, na uwe ni mujtamai wa kibinadamu uwe kiongozi wa kuongoza mujtamai zote tulizozitaja. Limadha, kwa nini? Na kusudia mujtamai wa Kiislamu uwe ndio mujtamai unaoongoza mujtamai zote. Limadha, amma limadha, kwa nini? Nahnu almuslimun makhtarna li anfusina isman. Intabih, sisi Waislamu hatukujichagulia wenyewe jina. Kwanza hiyo ni moja kati ya fahari kubwa ya neema kubwa tulionao sisi Waislamu, ni kuwa hatukujichagulia jina. Sisi hatukujichagulia jina tukajiita Waislamu. Man huwa alladhi sammana almuslimin, nani aliyotuita sisi Waislamu? Tayib, Ma'mar kupitia kwa Qatada asema huwa sammakumul muslimina min qabl, Allahu subhanahu wa ta'ala sammakumul muslimina min qabl. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ndiye aliyewaita Waislamu kwa jina hili la Waislamu. Kwa hivyo ni jina tulochaguliwa na Mwenyezi Mungu, Waislamu. Tayib, pia Ibn Zaid asema huwa nabiyu Ibrahim, ni nabii Ibrahim, na alisema ni nabii Ibrahim aliyowaita Waislamu kwa mujibu wa maombi aliyoyafanya aliposema rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka. Akasema ni Ibrahim, Mola wetu tufanye sisi kuwa ni Waislamu na familia zetu tuwe ni umma ulionyenyekea kwako, ama umma ambao ni Waislamu kwako. Hayapingani haya, hakuna taaru, kwa sababu ikiwa Ibrahim aliomba, mwenye kuombwa ni Mwenyezi Mungu kamjibu, na amemjibu kwa kuwa ameridhika. Kwa hivyo aliridhika Mungu jina hili liwe ndilo jina letu alilotuchagulia yeye Mwenyezi Mungu. Tayeb, moja. Kwa hivyo Waislamu watu wa amani, shika hapo nisikupotee na usinipotee. Wa makhtarna li anfusina tahiyatan, sisi hatukujichagulia maamkuzi sisi wenyewe. Hatukusema tumekuwa Waislamu basi sisi tuchague tutaamkuana vipi, tutasalimiana vipi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuchagulia namna kusalimiana. Wa idha huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha au rudduha, kwa mujibu wa 86 suratul Nisa. Tukaitwa Waislamu kwa kuchaguliwa hili jina, tukachaguliwa maamkuzi ya kusalimiana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 2. Wa makhtarna li anfusina dinan, hatukujichagulia dini sisi wenyewe, ambao kuna watu hujichagulia dini wakaipa dini kwa majina ya watu. Hili ni maarufu. Sisi hatukujichagulia dini, bali Mwenyezi Mungu akatuchagulia dini.
Yaqulu Allahu ta'ala 55 suratu Nur, wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum, na atawamakinisha wao na dini yao ambao amewaridhia wao, kwa kuwa yeye Mwenyezi Mungu ameridhika hii dini ya Kiislamu iwe ndio dini yetu, akatuchagulia dini akaita dini ya Kiislamu. Waqala hikayatan an nabiyina alayhi salatu wassalam, wa raditu lakumul islama dina, kwa maana nimewaridhia, nimeridhika Uislamu ndio dini yenu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia akatuchagulia dini hii, dini ya Kiislamu. Angalia, yote ni chaguo la Mwenyezi Mungu, hatukujichagulia wenyewe. Fakhri kubwa na neema kubwa hii. Ni 3 Al-Maida. Waqala, kisha Mwenyezi Mungu akasema, inna ad-dina inda Allahi al-Islam, kwa mujibu wa 19 Ali-Imran. Waqala, na akasema, waman yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin, kwa mujibu wa 85 suratu Al-Imran. Ya salam. Isitoshe, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bana lana daran, akatujengea sisi nyumba. Mwenyewe kajenga nyumba. Hiyo nyumba mnaoisikia kuwa tutateremkia akipenda Mwenyezi Mungu, aliijenga yeye mwenyewe. Hakuna masala kuna mainjinia wa kutoka pahala popote wala makandarasi wa kutoka pahala popote, yeye mwenyewe ndio aloijenga. Sasa kanjengea nani? Katujengea sisi nyumba, akaipa na jina. Akaipa jina gani? Darussalam, nyumba ya amani, kwa mujibu wa 127 suratu Al-An'am. Lahum darussalami inda rabbihim, wana wao nyumba ya amani mbele ya Mola wao mlezi. Akatujengea na nyumba akaita Darussalam. Haijatosha jamani, hiyo nyumba yatakuna watu wataingia. Wenye kuingia si ni Waislamu walothubutu kwenye Uislamu wao na walokuwa na istiqama kwenye dini yao. Sasa siku ya kuingia, wa yauma ya'muruhum bidukhuli, na siku Mwenyezi Mungu atakapowaamrisha kuingia, yaqulu lahum udkhuluha bisalamin aminin, kwa ingieni kwa salama, kwa amani, mkiwa na utulivu kabisa. Ikitoka amri kwa mujibu wa 46 suratul Hijri, ay salimina minal afati, mkiwa na salama, mkisalimika, mkiwa na amani na maafa. Aminina min kulli khawfin wa faza'in, mkiwa na amani na kila jambo la hofu na fazaa. Wala takhshaw min ikhrajin wala inqita'in wala fana'in, wala msiogope kutoka wala kukatika neema hii wala kuisha. Tayib, isitoshe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qaf 34 akasema hivi, udkhuluha bisalamin dhalika yaumul khulud. Udkhulu hadhihi aljanna, ingieni katika pepo hii, bi amanin minal hammi wal ghadabi wal adabi, kwa amani ya dhiki na ghadhabu na adhabu. Mutakuwa na utulivu na amani. Haya hayapatikani jamani, haijatosha. Ndipo nikasema kwa mara ya kwanza ya kuwa mujtamai wa Kiislamu wafaa kuwa ndio wenye uongozi wa kuongoza mujtamai wote kwenye suala hili la amani. Fa idha dakhaluha, sasa pale ambapo wamepewa amri udkhuluha bisalamin, fa idha dakhaluha, watakapoingia kuna na maamkuzi, tahiyatuhum yawma yalqawnahu, maamkuzi yao siku watakapokutana peponi. Mwenyezi Mungu atujalie sote tukutane peponi. Mapambano yetu kukutana kwetu itakuwa tunakutana kwa amani na kupeana amani, kama ambavyo tunapokutana katika dunia hii, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, haina siku moja
leo ni Alhamisi, tukipambana alfajiri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, basi mpaka tupambane tena kesho. Waambiwa ukizunguka tu, ukikutana na mwenzako assalamu alaikum, unapopambana na mwenzako assalamu alaikum, na angalia mwenye kujibisha wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh, nurun ala nurin yahdi Allahu li nurihi man yasha, tahiyatu ahli aljannati assalam, maamkuzi ya watu wa peponi ni assalam, amani. Tayib, bado hayajaisha. Hatta idha jauha, sasa mpaka wanapokuja sasa, tuko milangoni, akipenda Mwenyezi Mungu sote inshallah tuko milangoni sasa, tunataka kuingia. Hatta idha jauha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. Inna salama ismu min asma'illah, amani jina katika majina ya Mungu. Wadha'ahu fil ardi, ameliweka kwenye ardhi. Fafshu bainakum, salimianeni baina yenu. Maona maneno haya, mkikutana peaneni salamu. Usikutane na mwenzako kwa tayari umenuna na sababu hazijulikani, na tuyaachieni hapo hapo. Lakini kila tunapokutana tunatakiwa tufanyeje? Tupeane salamu. Intabihu ayuhal muslimun, sasa zindukeni Waislamu. Madha naqulu inda ru'yati alhilal, umeona twafaa sisi tuwe viongozi wa amani katika ulimwengu mzima. Waislamu tena ahusu bidhikr. Kwa nini? Kwa dalili hizi ambazo tunazitoa kwenye huu muhadhara. Angalia, amani si mujarrad wa kuna munasaba fulani basi tunataka tuombeni amani. Si makosa. Amani makosa? Si makosa. Hivi sasa mfano nchi ikiwa zimeelekea kwenye siasa, tukisema tuombeni amani, hatusemi kwamba kuwa ni makosa, ni sawa, tena ni sawa sana. Lakini angalia mfumo wa Uislamu wetu, amani inataka iombwe kila wakati, bali tumewekewa utaratibu na Al-Mustafa salawatu rabbi wa salamuhu alayhi, asema kila muandamo wa mwezi omba amani ya zile siku za mwezi. Mwezi ukiisha, ukiandama mwezi mwingine, omba amani, ili kila mwezi kuanzia Muharram mpaka Dhulhijja, kila mwezi nyinyi zile siku muwe maomba amani, na Mwenyezi Mungu atakabali amani, iwe ufanya ibada zetu kwa amani, ufanya kazi zetu kwa amani. Huu ni mfumo wa dini yetu ya Kiislamu, bali ni mfumo wa ibada zetu sisi. Kila ukiona mwezi useme Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Angalia shiari ya kongamano letu kwenye dua aliyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aisoma na akatufundisha sisi. Allahumma ahillahu, ewe Mungu udhihirishe muandamo huu, bil amni, kwa amani, wal imani, na imani. Naam, maana imani ndio inakupelekea kutenda. Bila imani hakuna kutenda, na huwezi kutenda ikikosekana amani. Angalia jinsi Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa na jamiul kalim, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Isitoshe akasema wassalamati wal islam, na salama ambao ndio hiyo amani. Wassalamati wal islam wat tawfiq lima tuhibbu wa tarda rabbuna wa rabbuka Allah. Tayib, sasa basi kwenye utangulizi huu, kilele cha mada yangu ilikuwa ni dauria ya mujtama katika kutupa ramani sisi ya kuhifadhi amani. Kwenye mambo 122 nitataja mambo 12 tu, tena bila kusherehesha. Sawa sawa jamani, au nikome hapa? Kwa sababu kilele cha mada ni jukumu la mujtama
katika kutupa sisi ramani ya kuihifadhi hiyo amani ni kwa kuwa kaifa yusahimu almujtama fi alhifadhi ala salam, mujtama utachangia vipi katika kuhifadhi amani hapo. Sasa mambo 12 tu jamanini, si ni kidogo tena? Nimewaambia mambo 12 katika mambo 200 na au mbadili msimamo twende 222. Mambo 12 tu jamani. Awalan, jambo la kwanza, mujtama uwe na mchango wake katika kuleta amani. Intabi almusharakatu faala fi man'i saraati. Moja, maana yake ni kushiriki kwa ufanisi, kushiriki kwa ufanisi katika kuzuia migongano. Moja, mujtama ushiriki kwa ufanisi katika kuzuia migongano. Kila pahala wakiona hapa kutaleta migongano, mujtama uweko macho katika kulizuia hilo. Moja. Thanian, ya pili, si umeona nenda haraka haraka. Thanian, ya pili, ili muridhike tu muniate mpaka usubuhi. Thanian, ya pili, mujtama wachukua nafasi ya pili katika kuhifadhi amani. Shuf, da'mu juhudi bina'i salam. Da'mu juhudi bina'i salam ni kutoa pesa katika ujenzi wa amani, watasamuhi, na kusameheana, wa mukafahatu khitabil karahia. Hii kazi ya mujtama, kwa maana ikiwa kuna watu wamejitolea kuhubiri amani, kwenda kila sehemu kuhubiri amani, hizo sehemu huwezi kwenda kwa miguu. Sasa kupatikana watu wakatoa, nendeni mukachangie kuleta amani na kuleta utulivu, hiyo ni kazi katika mujtama. Watasamuhi, vile vile hata kutoa katika kuwapeleka watu wawafanye watu kusameheana, ni kazi ya mujtama. Kazi ya mujtama si kazi ya kuwa makundi mawili hutafautiana, basi kila mmoja akawa hupiga kura kwa kundi lake. Si mfumo wa mafunzo ya dini yetu. Mfunzo wa dini yetu katika kuchangia hili la kuleta utulivu na amani, toa pesa zako mfukoni, nenda kahubiri ili ulete utulivu. Wa mukafahatu khitabil karahia, na vile vile kuzuia yale mazungumzo ambao ni yakara, mazungumzo ambayo yataleta tabu, mazungumzo ambayo yataleta hisia watu, uchochezi. Kwa hivyo iwe utasimama mujtama katika kuzuia. Mambo yako katika dini yetu. Thalithan, la tatu la mujtama katika kuchangia, muamalatul akharin, ni kuamiliana na wengine biihtiramin, kwa heshima. Yani watu waamiliane na wenzao watu kwa heshima. Wa mumarasatu taatuf, na kuingilia hili jambo la taatuf, kila mmoja awe na zile atifia kwa mwenzake, kila mmoja awe na utaratibu wa kumtaratibikia mwenzake, ni kazi hiyo ya mujtama. Wa ta'zizu tafahum, na kuenzi hili jambo la kufahamiana na kulitilia nguvu hili jambo la kufahamiana, ni sehemu katika sehemu ya mujtama kusimama kwa hilo. Rabian, la nne, mujtama yachangie vipi? Al-indhimamu ila al-hamalati, ni kujiunga na zile nashatat. Watu wamesimama na haraka ya kuleta utulivu na amani, basi watu wajiunge na haraka kama hizo. Wal harakati allati tajma'u an-nasa, na zile harakati ambazo zinakusanya watu, lilqadai ala al-udwani, kuondoshelea mbali uadui. Watu wajiunge na magrupu kama haya ya kuleta utulivu na amani ili uondoke uadui kati yetu. Khamisan, la tano la mujtama ushiriki vipi katika kuhifadhi amani? Intabi tamkinu nasi fi taallumi sharia, kuwamakinisha watu katika kujifundisha sharia. Matokeo yote yanayotokea na kawarithi hizi na masaib katika dunia yetu
ni kukosekana elimu ya sharia na watu kuipuza elimu ya sharia. Na anainukia huinukia ashajua sharia au hamuyaone haya. Ndivyo alivyo. Kijana akiinukia tu hajabaliki vizuri tayari ameikava sharia yote. Sasa kumakinisha watu katika kusoma sharia, wanashri thaqafati na kueneza maarifa, wa binai almujtamaati na kujenga mujtamaa, wa nuhudhi iktisadiyan wa ijtimaiya na miamko ya iktisadi na miamko ya kijamii. Iktisadi ni watu kutafuta kila mbinu za kuimarisha uchumi, kazi, watu wawe na shughuli za kuleta dakhilia kwenye nchi yao, bali ya kuleta dakhilia kwenye majumba yao. Sadisan, la sita la mujtamai ashiriki vipi katika kujenga amani, musharakatul mujtamai fil islah. Mujtamai ushiriki katika kusilihisha, mujtamai ushiriki katika kupatanisha, mujtamai usishiriki katika kuwasha. Tawambia kikwetu ili musielewe. Mujtamai usishiriki katika kutotea. Lishike hilo pia katika faida multaka, katika faida ili kongamano. Yani usishiriki katika kuwasha moto. Moto haujawaka wa fitna, wewe ukawauwasha wake. Ni kazi ya mujtama. Tayib, sabian ya saba kwenye 12, almuamalatu bil insafi wal adli. Kuamiliana kwa roho safi na usawa. Kuamiliana kwa roho safi na uadilifu. Billahi alayk, ukifanya jambo lolote kumfanyia mwenzako kwa roho safi, wallahi mambo yanachengea sana. Na siku zote tuharibikiwa sisi mambo yetu kwa sababu nyoyo zina madukuduku, nyoyo zina mafundo, nyoyo hazikusafiana. Tukikutana sisi tutakutana, tusalimiane, tuhagiane hivi, tubusiane. Ndani ya nyoyo ni mabanda ya makaa. Tayib, kwa hivyo almuamalatu bil insafi wal adli, kuamiliana kwa insafi, kwa roho safi, na kuamiliana kwa uadilifu. Intabi, ni kweli laleta athari hili kuamiliana kiusawa. Wallahi atadhakkaru qawla man qala, nakumbuka kauli ya mmoja aliyosema, alikuwa kimhutubu Umar bin Khattab. Intabi, wa hadha kana sahiba Kisra. Alisema, sitaki kueleza kisa kwa sababu wa kufupisha na kuokoa muda. Alimhutubu Umar, alisema hivi: waraa sahiba Kisra an raa Umar. Hadha waraa adahasha wa afza, alimshtusha. Yani ule sahibu Kisra alishtushwa, kashtuka wakati alipomuona Umar hali aliyokuwa. Hata haa mashairi sitaki ni ya tafsiri yote, nitatafsiri shairi la mwisho ili nibakishe ni akiba siku za mbeleni. Au vipi hapo? Waraa sahiba Kisra an raa Umara baina ar-ra'iyati utlan wa huwa ra'iha, wa ahduhu bimuluki al-fursi anna laha suran min al-jundi wal ahrasi yahmiha. Ra'ahu mustaghriqan fi nawmihi fara'a fihi al-jalalata fi asma ma'aniha, fawqa ath-thara tahta dhilli ad-dawhi mushtamila ببردة كاد طول العهد يبليها، فهان في عينه ما كان يكبره من الأكاسر والدنيا بأيديها. Hapa tu ndipo nitakapotafsiri, mtaniwelea raha. Waqala qawlata haqqi asbahta mathala, mwisho akasema neno la haki, wewe Umari umekuwa ni mfano. Wa asbaha aljilu ba'da aljili yarwiha, ikawa makundi kwa makundi yamtembelea Umari. Na alikuwa amelala chini ya mti, akamwambia aminta lamma aqamta al-adla bainahum fanimta nawma qariri al-aini haniha,
aminta, umekuwa na amani. Lamma aqamta al-adla bainahum, uliposimamisha usawa kati yao. Fanimta, ukalala. Nauma qariri al-aini haniha, usingizi mzuri wa raha wenye kustarehe. Kwani kwa kuwa aliamiliana na watu kwa uadilifu na roho safi na kwa usawa. Usawa huleta utulivu sana, na usawa huleta amani sana, na usawa huleta masikizano makubwa sana. Hiki ni kisa cha sahibu Kisra. Hebu tuende kwenye kauli ya 8. Thaminan, ya 8, mujtamaa ushiriki vipi katika kuleta amani? Murajaatu tarikh, ni kurejelea tarehe, historia, kusoma historia. Wana tarehe watambia at-tarikhu shu'a'un min al-madi yuniru at-tariqa lil-mustaqbal. At-tarikhu, tarehe, historia, shu'a'un min al-madi, ni miangaza ya watu waliopita, yuniru at-tariqa lil-mustaqbal, hutupa sisi dira, miangaza kujua future yetu. Ili tujue future yetu tutafaulu vipi, tuangalie tarehe na watu waliopita, walitumia mbinu gani wakafaulu, na wale waliofeli walifeli kwa mambo gani. At-tarikhu shu'a'un min al-madi yuniru at-tariqa lil-mustaqbal. Tasi'an, la 9, mujtamaa ushiriki vipi? Iqamatu halaqatin ilmiya, ni kusimamisha halaka za kielimu, limuraati hasasiyati nizaa, kwa kuchunga zile hisia za uchesi na ugomvi. Angalia katika halakatu ilmia, mudarris ama shekhe anawafundisha talabatu ilm namna kuamsha hisia. Tusiamshe hisia, yale mambo yote ambayo yataamsha hisia yalete ugomvi na uchesi, yawe yanapatikana katika halaka za kielimu. Wa naw'i al-ijtimai, na sampuli katika sampuli ya kushikamana na jamii. Ashira, la 10 katika mujtamai ushiriki vipi katika kuleta amani? Luzumu taqwa Allahi azza wa jalla fi sirri wal alaniya, kujilazimisha na kumwogopa Mwenyezi Mungu kwa siri na kwa dhahiri. Kilele cha mambo ni ucha Mungu. Lolote unalolifanya hakuna kinatoitwa ucha Mungu, lile jambo halisimami. Maana hujiuliza, kutoka hizo ezi nilivyoanza da, hujiuliza, hili jambo la Mungu huanguka? Jambo ikiwa ni jambo la Mungu huanguka? Jambo la Mungu huanguka, mashaka zangu? Jambo la Mungu halianguki. Mbona sisi husimama kwa madai, hufanya ya Mungu kisha yakaanguka huwa si ya Mungu? Hunaka maaribun ukhra, pana malengo mengine. Huu ndio ukweli. Tayeb, jambo la Mungu halianguki jameni. Sasa ikiwa la Mungu utalifanya kwa ucha Mungu, lile jambo litasimama biidhnillahi alkarim. Hata hilo la kutaka utulivu na amani, ukifanya ikhlasan lillahi ta'ala kwa ucha Mungu, wajua ikiondoka amani itakuwa ni maafa. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atatia taufiki katika kuleta utulivu na amani. Kwa hivyo luzumu taqwa Allahi azza wa jalla fi sirri wal alaniya. Isitoshe, waluzumu ta'ati ulati al-umuri, na kujilazimisha kutii watawala. Hasema lugha hiyo kwa sababu ndio lugha rahisi. Kutii hawa ambao ni watawala wetu, fiha hifdhan linnasi min alfitan, katika hiyo toa kuna hifadhi ya watu na fitina. Ndivyo sivyo jameni? Ukijifanya hamnazo kwa utawala, utaenda na maji, Kwa hivyo ni lazima uwe mtulivu na utiifu, lakini huu utiifu wenyewe nitaufanyia kaidi, kwa sababu bila kaidi tutakuwa tumeikosea sharia. Lakini lishike hilo, ukifanya hamnazo kwa mtawala, kikwetu utaanda mama ya mfumo, utaenda na maji. Ndio hiyo lugha niliyosema, utaenda na maji. Kwa hivyo tukiwatii utapatikana utulivu. Walakinaha qaid, walakinaha ta'atun fil ma'rufi wa fima yatiruhu shar'u, toa katika wema na lile linalokubalika kisheria. Na hata linalokubalika kisheria
ukitumia utulivu na utaratibu, ukenda kuzungumza na hata ambaye uko mbali na sharia, bali hata ambaye si Muislamu hasa lakini ni mtawala, lakini ukenda kuzungumza naye kwa utaratibu na utulivu na hekima za hali ya juu, aweza akakupa mkono akasema dini yenu nyinyi ni dini ya utulivu kweli. Lakini ukijifanya kichaa wazimu, ni pale utakapoenda amani itakosekana na utulivu utakosa. Utatamani kwenda kutefuta rak'atay al-fajr ambao ni khairu min ad-dunya wa ma fiha, usipate, uiswali kwenye rumu yako wewe imamu, mke wako awe maamuma. Tayeb, hilo la 10. Lianna fiha hifdhan linnasi min alfitan walakinaha ta'atun fil ma'ruf wa fima yaqirruhu ash-shar. Ya mwisho 11 ya 11, ili mujtama ushiriki uwe sehemu katika kuleta amani na kuhifadhi amani, atamassuku tam bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, ni kushikamana kiutimifu, kiukamilifu na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa maana sikushikamana na sunna ya mtume kikubahatisha bahatisha. Hakuna kushikamana na sunna ya mtume kubahatisha nini? Wacheza kamari. Mambo ya kufuata sunna ya mtume si masala ya kubahatisha. Masala ya kufuata sunna ya mtume ni masala ya maamuzi ya uhakika ya ukweli, kwa sababu najua ya kuwa hii ndiyo jahazi ya uokofu, na nikiata kuipanda jahazi ya uokofu nitazama ama nitapwewa bandarini tena. Kwa hivyo la 11 ndugu zangu katika imani, atamassuku tam bi sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam, kushikamana kwa kutimia na sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal khulafai ar-rashidin, kushikamana na makhalifa waongofu al-mahdiyina ba'dahu, waliongoka baada yake. Vipi hapa? Twende 12, twende 13, twende 14. Tusimameni hapa. Hadha mastata'tu an ajma'a lakum min al-ma'lumati fi hadha al-mujtama' al-'azim, fa in kana sawaban fa min Allah wa in kana khata'an fa minni wa min ash-shaytan, wallahu a'lamu bi qasdi, wa jazakumullahu khairan wa assalamu alaykum wa rahmatullah. Abaki asibaki? Aende jamani, inatosha. Takbir, takbir, raha jamani